Maibu, nimesikia unaniita, nimefika bila kusita mpenzi wangu. Hiyo ni sauti ya radi. Wife, nimekuita ila hapa. Shika hizi hapa. Asante mpenzi wangu. Hizi hela zote umetoa wapi? Yeye usiwaze mpenzi wangu. Kuna dadangu kule South Africa. Ndo kanikumbuka, kanitumia hizo hela. Ndio maana nakupendaga mpenzi wangu. Unajua nakupenda vile. Nakupenda pia. Nakupenda pia. Asante. Na ndoto yake, walimu wageni wanatutazama kwa macho ya nidhamu ya ukweli, na wale wenye moyo wa kutuongoza wanajenga kesho. Sasa vile una deal nani? Na deal mchongo wenye pesa ndefu. Nataka mtu mwenye nini? Nataka mtu mwenye kipaji. Yaani kipaji kweli kweli. Sasa nipeni mtu mwenye kipaji mimi niende naye. Nani mwenye kipaji? Huyu hapa. Hakuna. Mwingine huyu. Mimi nachagua sasa. Nachagua. Mimi nimemchagua huyu. Namkubali. Watulia sasa. Babu unakipaji gani? Hata mimi na kipaji cha kutabiri mwalimu. Kipaji cha kufanyaje? Kutabiri ndio mimi natabiri. Weka vitu vyako hapa mimi natabiri yote. Unaweza kutabiri? Tena naangalia huku. Natabiri. Weka. Baba. Hebu tuonyeshe. Sikiliza. Haya basi. Nishike niache. Chukua tu. Mwanangu wewe shike tu. Unajua nini mwanangu? Yule demu baba namkubali, yule demu Salim baba. Acha tulikuwa tunafanya kazi fulani hapa hivi. Hebu niambie huyu dada amebeba nini blaza? Mwanangu unachanganyikiwa mpaka useme demu wako baba. Unajua tu. Wewe ameshika saa huyo. Shika baba, waambie shike dini. Waambie shike. Huyu jamaa mchawi bana. Si mchawi. Sasa mimi ndo. Mwingine tena aje. Acha wewe shika wewe. Acha maneno mengi wewe. Alafu mambo za kuongea sitaki baba. Mimi natabiri. Acha mambo mengi blaza. Afu yule mdogo wangu Baraka ananisumbua sana, mimi nitampiga kofi blaza. Atulia mwanangu baba. Hebu niambie huyu amebeba nini? Huyo. Mimi namuona baba wangu ashaniambia. Wewe umebeba daftari mwanangu. Amwamini. Wewe shika. Amwamini. Mimi nashika hii hapa. Wewe ashike. Haya mwisho tuanze mchezo. Twende baba, twende. Tuone hawezi. Mimi kama Faraja hivi. Akuamini sana. Hebu waambie eti huyu amebeba nini huyu? Ndio maana nakupenda best wangu. Fanya hivi. Achana naye huyo. Wewe amebeba biki. Hatujaishia hapo, si ndio hivyo? Najua mimi namchukua, si ndio hivyo? Mimi nataka mwingine. Mwingine mwenye kipaji aje. Msichana mwenye kipaji. Huyu hapa. Nimesema nataka watu wawili, si ndio hivyo? Watu wawili, si ndio hivyo? Ndio. Sasa nafasi ya mwisho hii. Baba una kipaji gani? Mimi nina kipaji cha kuongea lugha sawa. Acha. Kwa elimu gani mpaka uongee lugha saba mzee? Kwa English tunasemaje? How are you? I love you. Thank you. Kifaransa mzee wamesema. Comment ça va? Je t'aime, merci. Namba 4. Mwingine uliza baba. Kiarabu. Kaifalo kuibuka. God have mercy upon us. Kireno. Como estas? Mwingine muulize. Muulize baba. Chinese mzee. Hizo ngapi hizo?
Zimefika ngapi? Mwingine muulize. Aulize baba. Jerumani. Mwingine baba, mwingine muulize. Kijerumani. Kijerumani mzee. Anajua juu. Sababu mtu wa madini si ndio hivyo? Watu bana baada ya hapa sitaenda kwenye kisa mwalimu mkuu, nitaandikisha tufanye nini? Tufanye kazi. Wa kwanza ni yule wa Mazingaombwe na pili alikuwa ni nani? Wa lugha, si ndio hivyo? Fanye vitu na vitaka. Nataka watu wawili. Anayejua kuimba na anayejua kuchekesha. Si ndio hivyo? Anaweza kuchekesha. Watu wangapi? Anajua kuimba, anajua kufanyaje? Mwanangu, ina nafasi moja, hatuna nafasi nyingine. Unajua kuimba? Tupe kitu mzee. Tupe kitu sikie. Anila vodo nyukuma makata kiyongeta neni anena. Aneri enye wanga. Mokongo kapok na nene na paro ni nyiri mabeyo. Poko nyuole pinyika. Wasikia wase. Unaandika nyimbo yako mwenyewe au nyimbo ya mtu? Nimeandika ya kwangu. Serious. Mwanangu mimi huyu nimemkubali. Sikia wazee. Jamaa anajua kuimba, si ndio hivyo? Sasa sikia mzee, hebu piga nyimbo yako tucheze kidogo tuone kama yaliomo yamo kweli. Sawa. Wasikiliza sasa, twende mzee hii hapo. Nila vodo nyukuma makata kiyongeta neni anena. Aneri enye wanga. Jamaa anajua. Anajua. Sasa sikia wazee, mimi nampa nafasi mtu mwingine yule kuchekesha. Mtu mmoja. Wa mzee, njoo tuonyeshe. Wewe unasema unajua kufanya nini? Kuchekesha baba. Nafasi hapo mzee, tuchekeshe tucheke. Asio zangu wewe. Sasa nina vitu hapa baba. Yaani hizi ni biashara? Baba. Naomba zangu njoo basi, njoo. Siogope wewe, njoo. Usiogope wewe, nenda tuchekeshe. Nipo kwenye biashara, si mnafahamu kawaida? Kawaida ya mjini, si mnajua mjini kila nyumba ina namba? Wewe hapa nina Ase baba kao. Nakopra vitu wote. Mbona parangku? Anajua wanangu. Jamaa anafanyaje? Watoto hamjambo? Marahaba. Mbele yenu niko na mwanafunzi mgeni anatoka shule ya sekondari Fedha Girls. Ninaomba mpe ushirikiano. Nitamruhusu ajitambulishe na utaratibu mwingine utafuatia. Habari zenu wanafunzi. Kwa majina anaitwa Precious Peter. Sasa watoto wazuri, nimuombe Monta au Montes amtafutie Precious pa kukaa.
Sasa watoto wazuri, niwaombe mpe mgeni wetu ushirikiano wa kutosha. Monta na Montes, hakikisheni mnamuonesha tulipoishia na walimu walipoishia ili aweze kuendelea na vipindi vingine. Asanteni, niwatakie masomo mema siku ya leo. Wewe monitor mlete huyu hapa aje akae na mimi, simuelewa tena. Sisi watoto wa kikone tunatakiwa tukae na mingi wazuri kwa sababu sisi wengine wabaya. Umeelewa? Kwenye geti la Roche kila siku kuna msongamano, wakorofi wanacheka kwa sauti, madarasani kuna vita ya ndoto, wengine wanazunguka na siri, wengine wanapenda kwa macho. Mwalimu mpya ameingia, mwenye nidhamu kali sana, wale wa kelele wananyamaza, lakini moyo wangu bado unaenda. Ninakuona ukipita nikasahau hata somo. Samahani mwalimu, nakupenda sana, nashindwa kujizuia. Naomba usimwambie mwalimu yoyote au usimwambie mwanafunzi yoyote. Iwe siri yako baina mimi na wewe. Na mimi nitaahidi kuitunza hii siri. Wendo Angel. Naandika ni kwenye daftari. Mwalimu samahani, naomba msamaha. Usamini nini? Pale mimi sijaelewa nikija kukupenda. Nashindwa kuzuia hisia zangu nikija wapi. Please naomba unielewe mpenzi. Naomba unipe nafasi nisiche hisia zangu. Na ili mwanangu nitoe. Tulia hapo mbavu. Unanipenda? Uje mimi nani yako? Mimi hapa nani? Hapa shule mimi nani yako? Ule kuna mwanafunzi anatoka na mwalimu. Kimo mbona baanishi? Maana nitako hiki kwa nisiki tena. Sikiza dogo nikwambie, sawa? Uko funga. Soma, sawa? Soma maliza. Kama unapenda wanaume utafuta upichue. Sawa? Wewe focus kilichokuleta hapa, kama ni kusoma soma. Masuala ya kupenda. Wewe unanipenda mimi na mke. Mimi uone hata hivi unaniambia dogo naongea alafu naongea. Eti unakuja kwa akili zako tu unanipenda, una akili kama. Kilichokuleta hapa ni kusoma, sawa? Naomba usome. Na naona kama wewe utakuwa malaya sana, umekomaa sana kwenye magari. Kilichokuleta hapa ni kusoma. Unielewa? Soma, maliza shule, wanakuta utakuta huko mtaani. Utakuta huko chuo kama unasoma. Sawa? Kwa mfano mimi sana ili au unafikiri ukivaza za shati nyeupe ndio unanitega? Mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Unanielewa? Kwa soma, fanya kilichokuleta hapa shule, maliza shule, ondoka kwende kwenu. Sawa? Na hii tabia hii kwa sababu unaonekana wewe ni malaya, umekomaa, umezoea kuambia walimu hivyo. Sasa huko kwangu mimi wapo, sawa? Kwa hii hatua za kisheria lazima zichukuliwe. Wewe wanafunzi uwezo kaandika ujinga hivyo unaweka kwenye daftari afu kweli unatoka kwa darasani unakuja mwalimu anipenda. Toka hapa. Naona. Ulisahau daftari langu wazi pale, jua laingia dirishani linacheza na vumbi. Uliponifundisha maana ya nidhamu na kunionyesha njia hata kama ilikuwa ngumu, sauti ya kengele bado inalia moyoni. Zamani yetu tamu shule. Sipendi kusumbua kila siku, na maanisha pale. Ndio, lakini tayari na mahusiano yangu. Wale itanifu gumu sana pale ambako class itakuwa na kuona.
hapo hivyo unavyonifanyia kama ukatili mimi. Sasa na ukatili mimi nitakuja na wanaume wawili. Mimi tayari na mahusiano yangu, kwa nielewe na wewe heshimu mipaka yangu. Bora nisaidie. Sina cha kukusaidia. Ila unajua nakupenda sira za mawe. Asante kwa kunipenda, lakini tayari na mahusiano yangu. Siwezi nikawa na wanaume wawili. Na siwezi kumwacha mtu ninayempenda nikaja kwako. Sasa iko. Hata kama yuko mbali ila moyoni yuko na mimi. Tunaweza kupata kiasi gani hapa ambapo tutakuwa na dasibu kuona kama sina cha kusaidia, utajua wewe unafanyaje kwa kweli. Ila na tuendelee kuheshimu kazi tunayoifanya basi. Sawa. Ndio hivyo. Inakuona ukipita nikasahau hata somo. Kama una shida ungesimama pale, ungeongea shida yako ningekuelewa. Sio unanishika bega. Naomba heshima basi ujiheshimu mama. Wewe ni kama mamangu, sawa? Sina kadi yako ya kliniki. Hivi bwana, hauko sawa? Niko sawa. Sikiliza. Wewe ni rika ya mamangu. Wewe si lazima unizae, sawa? Lakini wewe ni kama rika ya mamangu. Kwa naomba ujiheshimu. Sipendi upuzi mama, na kuheshimu basi tu unanikosea heshima. Naomba ujiheshimu. Naomba ujiheshimu. Basi naomba namba zako. Namba zangu sikupi. Kwa nini sasa wewe? Sikiliza, mimi sitaki chama. Kwa nini mimi sitaki? Naomba uondoke hapa, unanichelewesha. Usije tukakosana sasa hivi. Wanipa kesi ya mauaji. Usichokijua. Mpaka hapo nimekuomba namba za simu. Nifunguke mara ngapi? Kwa simu pale. Pana mambo kama haya yana utu uzima, hujue kaka. Sawa. Naomba uondoke hapa, unanichelewesha. Usije tukakosana sasa hivi. Wanipa kesi ya mauaji. Kaka huko kaksi. Kama mboga mga gani? Chekecha bwana, mimi si mboga. Chekecha sije kukupiga sasa hivi. Ondoka hapo bwana, mimi niko serious, ondoka. Naomba ondoka. Kaka mzuri wewe. Ondoka hapa, malaya mkubwa. Uliponifundisha maana ya nidhamu na kunionyesha njia hata kama ilikuwa ngumu. Sauti ya kengele bado inalia moyoni. Zamani yetu tamu, shule ya Rosh. Afse, tumekuja hapa kwako. Huyu rafiki yangu huyu ana shida. Ana shida? Ndio, sasa unaweza kumsikiliza. Sawa, karibu sana kijana, usiogope na kusikiliza. Najua niliposema salama. Kwa kweli shehe, kuna mwanamke mmoja nimetokea, nimempenda sana. Na ni mgumu. So nimekuja hapa ili uweze kunilainishia njia. Ila uweze kunikubalia kiurahisi sana, maana nasikia mgumu sana. Huyo mwanamke umempenda, unataka kumuoa au unataka kufanya naye mapenzi? Mimi mapenzi, si vijana si unajua tu mapenzi. Mimi ndio Sheikh Omari, mtaa wote wa kwa Msisi hapa wananifahamu mimi ni kiboko. Sasa utanisubiria hapa kidogo. Nitatoka kidogo alafu nitakuja. Sawa sasa. Mwanangu mimi nikimpata yule tamlamba bwana. Wewe subiri hapa. Yaani akiwa wana kuaminia, huwezi kuniangusha. Au sio? Ngoja tumsubirie. Jana bado mpo? Tupo. Nitoka kidogo hapa. Sasa swala lako
swala lenu kwanza ni watoa shaka kwamba mtafanikiwa. Kwanza mtangulize Mwenyezi Mungu, naamini itakuwa ni rahisi sana. Sasa unaifahamu? Kama naifahamu biskuti. Biskuti. Nadhani ushawahi kula na unaweza ukaiona ni ya kawaida, ila hii ni dawa. Hii ni nini? Dawa kwa kweli. Hii ni dawa. Sasa hii biskuti utaenda nayo. Utafanyaje? Utaenda nayo. Ukishafika pale, kwa hiyo mwanamke unayempenda utanuia. Utafanyaje? Utanuia. Afu kisha nuia utahesabu mara 7. Utahesabu mara ngapi? Mara 7. Utahesabu 1 mpaka 7. Ukishahesabu biskuti utampa. Utafanyaje? Utampa. Ukishampa atakula. Akishakula hiyo biskuti, basi huyo yani atakuwa ameshakuwa wa kwako kabisa yani. Kweli si? Yani atakuwa ameshakuwa wa kwako. Nashukuru sana. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Sawa, asante. Kwa hiyo Mungu awatangulie. Mungu ni mwema. Naamini tutafanikiwa. Yani hapo hakuna gumu litakaloshindikana. Sawa sawa. Sawa sawa. Twarudi tena, mabegi mabegani na ndoto kichwani. Roche ndio uwanja wa siku zetu, wakali darasani, wakorofi njiani. Kuna wachache waliba kalamu na madaftari, kwa 10 wanapotea. Kuna mapenzi ya siri ya pembeni, moyo ukipi. Kita mnapiga kelele na mjui kama mna mtihani amjui kama leta rafiki leta tuone hivi msimekataza kula darasani? Sasa ninakula hapa sawa, na unaangalia nakula sawa. Hamna mtu kula chakula shuleni, hamna kula darasani, na wewe eti nifuate tafsiri baadaye sawa. Kwenye geti la Roche kila siku kuna msongamano, wakorofi wanacheka kwa sauti, madarasani kuna vita ya ndoto, wengine wanazunguka na siri, wengine wanapenda kwa kwenye geti la Roche kila siku kuna msongamano, wakorofi wanacheka kwa sauti, madarasani kuna vita ya ndoto, wengine wanazunguka na siri, wengine wanapenda kwa macho. Mwalimu mpya ameingia, mwenye nidhamu kali sana. Wale wa kelele wananyamaza, lakini moyo wangu bado unaenda. Ninakuona ukipita, nikasahau hata somo.